Habari gani Tanzania, karibu tena na tena Yegowasu TV katika mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali zote za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Jumatano ya tarehe 17 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 ndani ya mji wa Musoma, Chuo Kikuu Huria ilifanya mahafali ya kuhitimu, lakini pia kwenye mahafali haya ilisomwa taarifa ya ziara ya kielimu na kiutamaduni ya kubadilishana uzoefu kati ya Chuo Kikuu Huria Tanzania na Chuo Kikuu cha Ludwig Maximilian Munich Ujerumani kupitia programu ya Erasmus mwaka 2025. Akisoma taarifa hiyo, mwanafunzi mhitimu Hisa Jabil amesema taarifa ya ziara ya kielimu na kiutamaduni ya kubadilishana uzoefu kati ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania na Chuo Kikuu cha Ludwig Maximilian Munich Ujerumani kupitia programu ya Erasmus mwaka 2025. Tunayo heshima kubwa leo kuwasilisha taarifa hii ya kundi la awamu ya pili tangu tarehe 1 Oktoba hadi tarehe 30 Disemba 2025. Programu hii imehusisha washiriki 7 kutoka mkoa wa Mara. Programu hii imelenga kuimarisha uboreshaji wa elimu kupitia ushirikiano wa kimataifa kama vile kuimarisha mbinu za ufundishaji na ujifunzaji. Pili, kukuza elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum mkoa wa Mara. Tatu, kuunganisha nadharia na vitendo kupitia elimu ya ufundi. Hii kwa uchache. Mafanikio. Katika kipindi cha programu ya Erasmus, wahusika walishiriki katika shughuli mbalimbali kama: moja, elimu ya awali chekechea; pili, shule za msingi na sekondari; tatu, shule hospitalini, yani hospital schools; nne, taasisi za ufundi na elimu maalum; pia warsha na semina za kitaaluma kuhusu mbinu za utafiti wa kisayansi; pia elimu jumuishi na mahitaji maalum; vile vile mbinu shirikishi za ufundishaji na ujifunzaji; hali kadhalika matumizi ya tehama katika elimu. Yegowasu TV pia tulipata nafasi ya kuzungumza na mkurugenzi wa Chuo Kikuu Huria Campus ya Mara. Amesema kwa majina anaitwa Dr. Anna Nicholas Kiamba, ni mkurugenzi wa Chuo Kikuu Huria kituo cha Mara. Tukiangalia kuhusiana na mradi huu ambao watu wanaenda Ujerumani, ni mradi ambao unahusika masuala exchange program ambao unahusika na wanafunzi wa Ujerumani kuja huku kujifunza kuhusu elimu jumuishi nchini Tanzania, hasa kituo cha Mara, lakini pia na wanafunzi wetu wanaenda kujifunza kule kuhusu elimu jumuishi kuhusiana na nchi za magharibi ambao ni huko Ulaya ambako ni Ujerumani. Na ukiangalia mradi ulianzishwa na Ludwig Maximilian University na pamoja na Open University ndio tunafanya mashirikiano hayo katika huo mradi. Kuna wanafunzi ambao wanatoka Ludwig Maximilian University wanakuja huku katika chuo kikuu cha kule, halafu na wanafunzi wanaotoka Open University wanaenda kule. Kwa hiyo kwa mfano mwezi wa 3 au mwezi wa 2 inategemeana kila mwaka, kati ya mwezi wa 3 au 4 wanakuja wanafunzi kutoka Ujerumani kuja kujifunza na kuona namna gani sisi tunafanya. Na sisi mara nyingi tunaenda mwezi wa 10 mwanzoni ama mwezi wa 9 mwishoni, kama vile ambavyo wameenda mwaka huu mwezi tarehe 30 mwezi wa 9 wakaenda na kurudi mwezi wa 12 tarehe 1 kwa miezi miwili kujifunza namna gani wenzetu wanafundisha
kuhusu elimu jumuishi, na ambao wameenda kujifunza, inasaidia sana. Na ndio maana sasa hivi ukiangalia kwenye mashule yetu hapa, au Wajerumani wanakuja huku, kunakuwa na semina, wanafundisha walimu mbalimbali. Kwa mfano, kuna mwaka jana mwezi wa 3 tuliweza kuona namna ambavyo, mwaka huu mwezi wa 3 sio mwaka jana, ambavyo mwanafunzi anaweza akawa na maneno, badala ya kuona mama anaona wawa, kutokana na jinsi ambavyo maneno anaona kama yanacheza. Kwa kuna au moja hapo unakuta wapo kwenye darasa. Kwa akasema kwamba ukiona kwamba mwanafunzi anasoma tofauti, labda wawa badala ya mama, ujue kwamba kuna matatizo katika maandishi yeye, kuna maandishi anakuwa anacheza cheza. Kwa anaona herufi zimegeuka badala ya kuona vile ambavyo anajua. Naitwa Mwalimu Isa Jabiri Murabu, mwanafunzi muhitimu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, kituo cha mkoa wa Mara, na miongoni mwa wanafunzi waliopata nafasi ya kuhudhuria mafunzo nchini Ujerumani, mji wa Munich, katika Chuo Kikuu cha Ludwig Maximilian awamu ya pili mwaka 2025. Katika ziara hii tumejifunza mengi. Ni miongoni mwa hayo ni ufundishaji hospitalini, ufundishaji wa elimu hospitalini. Hii ni kwa ajili ya wanafunzi wenye changamoto ya maradhi au kupata matibabu ya muda mrefu, ambapo inapelekea kukosa haki ya kupata elimu. Kwa hiyo wanatakiwa hawa watoto wapate elimu kama ilivyo haki ya msingi wa binadamu, haki kwa kila mtoto. Hivyo hospitali shuleni tayari Tanzania imeanza katika hospitali ya rufaa ya taifa Muhimbili. Wana sehemu ndogo ya kwanza haya mafunzo, lakini sisi tulioenda kule tumejifunza zaidi katika hali ya utekelezaji. Miongoni mwa watu waliohitimu ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Musoma, Mheshimiwa Juma Chikoka. Mimi toka sakafuni na kwenye kilindi cha moyo wangu najipongeza na nawapongezeni sana wahitimu wenzangu kwa kufikia hatua hii ambayo tuliofikia kwa pamoja. Ndugu mgeni rasmi, safari hii ni ndefu, lakini safari hii nami nitakuwa mchoyo wa fadhila. Pamoja na yote, nisipomshukuru ndugu yangu kiongozi Daktari Asha, kwa kweli mimi nakushukuru sana. Na nakushukuru kwa sababu tunapokuwa kwenye nafasi zetu za uongozi, majukumu ni mengi, na sisi wengine tunabeba nafasi kama viongozi, watumishi, lakini viongozi pia wa familia, na ndani ya jamii tuna nafasi. Kwa hiyo wakati mwingine muda wa kutenga kwa ajili ya kuongeza elimu unakuwa ni mchache. Sasa nimetoa shukurani hii kwa sababu pamoja na yote ni mtu ambaye anasema muda huo mchache utumie vizuri katika kuhakikisha kwamba unatimiza malengo na ndoto zako. Na ndio maana niko hapa pia kumshukuru yeye, kwa sababu yeye Mheshimiwa mkuu wa mkoa ndugu yangu Kanali Evans Mtambi, lakini na kiongozi wetu pia Mheshimiwa Said Mohamed Mtanda, na wao pia wana mchango mkubwa katika safari hii. Mimi kabisa napenda kutoa pongezi kwa uongozi wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, kituo cha mkoa wa Mara na Tanzania kwa ujumla kwa maandalizi mazuri ya mahafali haya, na serikali ya mkoa itaendelea kushirikiana nani katika kuhakikisha elimu inakuwa chachu ya maendeleo katika mkoa wa Mara. Asanteni sana sana. Pale nitakapohitaji mkoa, naomba wakati wowote mtujie, tuambie, tushirikiane na nyinyi kuhakikisha kwamba tunafanikisha endelevu na kutoa elimu kwa wengi Tanzania. Ukosefu wa ajira umekuwa ni changamoto kubwa kwa sasa. Mmoja kati ya wahitimu alikuwa na haya kusema kuhusiana na jinsi gani amejipanga kukabiliana na changamoto ya ajira. Naitwa Rebeka Kirongo Kiangwi, ni afisa elimu kata ya Nagusi, wilaya ya Serengeti, lakini pia ni mwanachuo
wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Wito wangu kwa wahitimu wa leo, pamoja na kwamba sisi tulitembelea nchi ya Ujerumani, tukaangalia kule jinsi watu wanavyofanya kazi na elimu inavyotolewa. Kwa wenzetu tunaona kwamba elimu wanapoipata wanaenda kivitendo zaidi. Kwa hiyo mimi nawashauri wahitimu wa leo, wale ambao bado hawajapata ajira serikalini, fursa ziko nyingi. Kwa hiyo mimi nashauri wahitimu wetu wa leo wawe wabunifu. Hii elimu walioipata wasisubiri tu ajira kutoka serikalini. Bado mtu anaweza akaenda akaajiriwa private, lakini pia anaweza akaanzisha shule na akajiajiri na akaajiri watu wengine. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Huu ni mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali, iwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Endelea kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tutambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Yegowasu TV, sauti ya jamii. Chumba cha habari alisimama Dakawa John. Mimi naitwa Nado. Endelea kuifuatilia Yegowasu TV.